kwa sababu leo ni siku ya sherehe na ninafahamu kwamba kila mmoja amejipanga kwa namna yake baada ya ibada hii kwenda kufanya sherehe za kila aina. Lakini naomba niwakumbushe mambo machache. La kwanza likiwa ni hili la kuendelea kusaidiana na kuwasaidia wale ambao hawana uwezo. Lakini jambo la pili, kila mmoja aendelee kusherekea sherehe za Pasaka akihakikisha kwamba anaendelea kuimarisha na kudumisha amani, utulivu, usalama, upendo na mshikamano. Kwa kuwa vyombo vyetu vya dola vitaendelea kuwa kazini muda wote, niwaombe muendelee kuvipa vyombo vyetu ushirikiano wa hali ya juu katika kuhakikisha kwamba mkoa wetu unaendelea kubakia katika hali ya usalama. Lakini jambo la pili, niwaombe sana wananchi wote ndani ya mkoa wetu huu wa Katavi kuacha tabia za kujichukulia sheria mkononi. Vipo vitendo baba askofu ambavyo vimezuka hivi karibuni kwenye mikoa ya jirani zetu, na kidogo kwa mbali ikataka pia kukumba mkoa wetu kwa mambo ambayo ni ya uzushi, mambo ambayo hayana uhalisia na mambo ambayo hayana ukweli wa aina yoyote. Ni aina fulani ya uvumi ambao unavumishwa na unaolenga kuwadhuru watu wengine. Nadhani wote ni mashahidi, tumesikia yanayotokea katika mkoa wa Songwe, maeneo ya Tunduma na maeneo mengine, ambayo ndio hayo ninayosema kwamba hata hapa kwetu yalijaribiwa kwamba litokee tukio kama lile, lakini vyombo vyetu vya ulinzi na usalama vikawa vimesimama imara na jambo lile halikuweza kuleta madhara ya aina yoyote. Mheshimiwa Baba Askofu, pamoja na waumini na wananchi wote, naomba niendelee kusisitiza kwamba wananchi wa mkoa wa Katavi msiamini katika uvumi, msiamini katika uzushi unaolenga kuwadhuru wengine kwa mambo ambayo hayapo na mambo ambayo hayana uhalisia wa aina yoyote. Na kwa sababu mambo hayo yanaleta chuki, mambo hayo yanazua migogoro na mambo hayo yanaleta hofu kwa jamii, sisi upande wa serikali hatutasita kumchukulia hatua za kisheria mtu yoyote ambaye atabainika kuleta uzushi na uvumi usiokuwa na uhalisia na kusababisha kuvurugika kwa hali ya amani au kusababisha madhara kwa binadamu wengine, kwa sababu wote tuna haki sawa ya kuishi. Kama kuna tatizo lolote lenye uhalisia, vyombo vyetu vya ulinzi na usalama vipo, taasisi zetu za dini ikiwepo na kanisa hili tupo, lakini serikali tupo katika ngazi zote. Mambo hayo yafuate sheria, kanuni na taratibu, na sio kujichukulia sheria mkononi, kuamua kufanya uzushi na kuamua kuwadhuru wengine kwa mambo ambayo hayana uhalisia. Kwa hiyo niwaombe sana wananchi wa mkoa wa Katavi kuwa watulivu na kuendelea na sherehe hizi katika hali ya amani, lakini na kuendelea na shughuli nyingine za kujijengea uchumi wetu kama mkoa na taifa kwa ujumla, tukijua kabisa kwamba vyombo vyetu vya ulinzi na usalama pamoja na kamati za usalama tupo kwa ajili ya kuhakikisha amani na usalama wa kila mwananchi ndani ya mkoa wetu wa Katavi. Zaidi sana kama ambavyo tumehusiwa hapa, tuache masuala mbalimbali ambayo baadaye yana madhara makubwa kwa taifa letu na mkoa wetu na sisi wenyewe kwa ujumla wake. Na masuala hayo ambayo na mimi nimeyatafsiri kama masuala ya giza ni pamoja na masuala ya vita ambayo Mheshimiwa Baba Askofu umezungumzia hapa, lakini masuala ya chuki, masuala ya uvivu, masuala ya ubaya wa kila aina, uchochezi, masuala ya kauli zenye kulenga kuleta chuki, visasi na mgawanyiko, wivu, uongo na dhambi za kila aina. Kama ambavyo tumehusiwa hapa, naomba niendelee kusisitiza kwamba adhimisho hili la ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo iwe ni mwanzo wa nuru kama ilivyotafsiriwa hapa, na iwe pia ni mwendelezo wa utimilifu wa ukombozi, iwe ni mwendelezo wa ushindi, kwa maana ya kuendelea kuilinda nchi yetu ya Tanzania ili Watanzania wote tuendelee kuwa washindi. Basi nimalizie kwa kuwaomba wenzangu wote kwamba tuendelee kutunza amani, tuendelee kufanya masuala yenye upendo, masuala yenye tabasamu, ushirikiano, umoja wa kitaifa ili kuendelea kuwa washindi katika nchi yetu nzuri ya Tanzania.
Lakini pamoja na hayo, naomba niwahakikishie kwamba upande wetu serikali tuko tayari wakati wote kuendelea kushirikiana na dini na madhehebu mbalimbali na taasisi zote katika kujenga mkoa wetu wa Katavi, katika kulijenga taifa letu la Tanzania kwa ujumla wake.